Yes, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, tunatumaini mzima wa afya. Na leo bwana, kwenye heka bado tuko na mgeni ambaye tumeweza kunasa. Ni moja ya MC ambaye anafanya vizuri nyanda za juu kusini, tunazungumzia Njombe. Bwana karibu sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Kwa faida ya watazamaji sasa, unaitwa nani? Mimi naitwa MC Mwenda, lakini kwenye mitandao ya kijamii MC Mwenda DC. Nipo sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini tujiite DC? Hiyo DC naitumia kwa maana ya discount. Kuna DC District Commissioner, lakini kuna discount kwa maana kipindi kile nikaitumia DC kwa maana ya punguzo. Kwa maana ya punguzo kwamba mteja anaweza kawa na shilingi kadhaa, lakini mnaweza mkafanya discount. Kwa hiyo nikajiita DC. Wewe ni mwenyeji hasa wapi kwa hapa Njombe? Mimi napatikana Igeleki kwa maana ya mtaa wa Kambarage, lakini sehemu zimegawika kwa maana Kambarage ni kule juu, ni mtaa mmoja. Lakini Igeleki ipo ndani ya Kambarage, nipo Igeleki. Yes. Tunataka tujue sasa harakati zako za UMC. Hii ni sanaa. Yes. Tuligunduaje kipaji hiki na ulikuwa na umri gani? Mimi bwana, sanaa ya UMC niligundua nikiwa shuleni. Mimi nilivyokuwa form 4 nimesoma Joseph Mbela. Nilivyokuwa shuleni kuna jamaa wakasema, wewe mbona kama ukikaa na watu unachekesha, mbona kama kipaji. Kwa hiyo nilikuwa nikikaa na watu wanakuambia bwana wewe unafaa kuwa comedian. Nikasema yawezekana kweli? Akasema inawezekana ukawa comedian. Kwa hiyo akili yangu mimi siku moja niwe comedian. Kuna siku moja nakumbuka nilienda kijijini, wakasema bwana unajua watu wa kijijini asilimia kubwa wanamwamini sana mtu anayetoka mjini. Wakasema bwana unaweza ukatufanyia sherehe na kidogo kuna kipaimara hapa ukaweka sawa. Nikamwambia bwana haina shida. Nikafanya kwa mara ya kwanza. Nipo shule nasoma, nikaifanya. Ikaenda sawa sana. Akasema alo una kipaji. Kiendeleze. Na sijawahi fikiri kwa MC. Nikaona kumbe inawezekana. Kwa hiyo akili ikatoka kwenye comedy ikahamia kwenye UMC. Kwa hiyo nikaongeza nguvu kuanzia pale. Kwa hiyo nikawa naaminika kwenye shule kwa maana wananipa nafasi hivi na hivi. Kwa hiyo uzoefu nikatoka nao pale. Yes. Na huku ulaiani sasa tumeanza kupiga hizo mishe mwaka gani? 2015. 2015. Kazi ya kwanza ilikuwaje? Kazi ya kwanza bwana, kwa maana mimi nimeanza kwenye vipaimara. Nimeanza kwenye vipaimara. Nakumbuka ile kazi ya kwanza, kuna mama nilikuwa kuna jirani nilikuwa nakaa naye, akasema bwana nilisikia wewe kama una kipaji cha kuongea. Nikamwambia ndio. Akasema bwana kuna kazi ya mwanangu nataka unifanyie. Kwa mara ya kwanza sijawahi simama kwenye umati. Nikaona hamna namna. Nikamwambia bwana nitaifanya kwa ubora mkubwa sana. Akasema bwana mimi nitakushukuru. Nikatafuta, mimi nimeishi sana kwenye kujifunza. Nikaanza kuingia kwa MC wanafanyeje. Kwa mara ya kwanza mimi role model wangu pengine alikuwa ni MC Pilipili. Alikuwa ni MC Pilipili. Yes. Ni mali yes. Nilikuwa namfuatilia sana. Kwa hiyo vile vituko anavyofanya MC Pilipili na mimi nikawa napita mle kuchekesha vile nikawa napita namo. Kwa hiyo nilivyofanya vile wakasema alo una kipaji. Kila sehemu niliyokuwa naenda wakasema una kipaji. Kwa hiyo nilianzia vile tukapata kazi kwa mpaka leo. Yes. Na moja ya kazi ambayo unakumbuka labda iliwahi kukupa changamoto mpaka ukasema hii leo sijui itakuwaje? Kazi iliyonipa changamoto nakumbuka ni kazi moja hivi. Ilikuwa ni harusi. Ilikuwa ni harusi inaenda ukumbini sasa. Ndio kwa mara ya kwanza wanamtaa wananijua mimi ni MC, lakini hawajawahi kuniona ukumbini. Bwana ile kazi ilikuwa na mtiti sana. Wakaanza kusema bwana huyu yani kamati pale mbele wanasema huyu ni MC wa vipaimara. Sio kama unaelewa? Huyu ni MC wa vipaimara. Tunaombeje kazi ya harusi? Halafu kazi ya harusi ina watu wakubwa, yani kwamba kuna waheshimiwa wanakuja sijui nini. Wao wenyewe kamati wanasema tutatia aibu. Na mimi kumbuka sasa ukiambiwa bwana kuna kazi unaanza kuandaa nguo za kuvaa wakati kazi haijatiki. Advance hujabeba. Nikaandaa suti. Na suti nimeshona. Akaambia huyu ni MC wa vipaimara. Namkumbuka mama moja alikuwa anaitwa
mama Shakira, naye alitangulia mbele za haki. Na mama mmoja, mamangu anaitwa mama JB, akasema bwana, tusipowaamini hawa vijana, mnataka nani akawaamini? Huyu ataonekana sisi tukimpa kazi. Tusipompa kazi tutamuonea wapi? Okay. Kwa hiyo wakaniamini, wakanipa kazi. Kwa mara ya kwanza naingia ukumbini. Kazi ilikuwa ya usiku. Kazi ilikuwa ya usiku, nikaingia nikafanya kazi ile kwa ubora mkubwa sana. Mpaka pale wenye kamati, yani viongozi wa kamati wakasema bwana, kumbe tulizania tu. Kumbe hakuna jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo ile kazi kikweli, licha ya kupata kazi niliumia sana, kwa sababu ile kusema tu MC wa Vipaimara, nikajua kumbe kuna ma-MC wa shughuli na kuna ma-MC wa Vipaimara. Kwa hiyo walinichukulia poa sana. Kwa hiyo kuanzia pale nikajua ili kazi bora inaleta kazi nyingine. Kwa hiyo ukifanya kazi nzuri unapata kazi nyingine kupitia ile kazi ambayo umepewa. Haijalishi umelipwa kiasi gani, lakini ukifanya kazi kwa ubora unapata kazi nyingine kupitia ile kazi. Kwa hiyo imani yangu ilivyonijenga mpaka leo kwa kweli tunaishi nayo. Yaani mpaka leo tunaishi nao. Mimi nikipata kazi huwa siangalie kwamba hii kazi ina maslahi kwa kiasi gani. Okay. Nafanya vile ambavyo uwezo wangu unaniruhusu. Okay. Kazi ya MC ni kazi ambayo ndo styling wa tukio. Yes, kizingua sherehe ya watu na kuumisha izingua na unaweza usipate kazi. Ndio. Je, kuna umuhimu wote kwamba unapopata kazi kuwa na vazi lingine sio lile ambalo lilitumia jana, au inakuwaje? Issue ni kwamba kama nilivyokuambia kwenye matukio haya ya sherehe kwamba wateja ni wale wanajirudia tu, kwamba leo wapo kwenye ukumbi huu, kesho wapo kwenye ukumbi ule. Kwa hiyo unaporudia mavazi ni vile ambavyo utasikia bwana juzi alivaa hii. Hata kama ukumbi tofauti, lakini na leo kairudia hii. Kwanza moja inakushushia CV. Okay. Kwamba mtu anajua yule MC kwamba wasuti nyeusi wanakutungia hadi wanakupa jina. Kwa hiyo ili kuepukana na hilo unabadilisha kwenye hili. Usirudie, yani unaweza ukavaa leo Milimani ukavaa hii, kesho Johnson ukavaa nyingine, lakini kesho ukarudia Milimani ile uliovaa Johnson. Kwa hiyo inakuwa haina shida sana. Okay. Yes. Na kupitia kazi hizi sasa ambazo unazifanya, kuna changamoto ambayo wewe binafsi unaiona mpaka sasa hivi bado inakusumbua, unapambana nayo, unatamani kuijua ili uepukane labda uondoke na wakati? Asilimia kubwa ya changamoto ambayo na ikuta au inanikumba, unajua asilimia kubwa saizi amesema kazi tunapeana. Sijui kama unanielewa ndugu yangu, kwamba mimi ukiwa una tukio ukinipoint kwamba bwana utakuwa MC wangu, issue ni kwamba hizi kazi zinapatikana kwenye kamati. Okay. Kwamba kwenye kamati ndo anatoka mtu anapata kazi. La sivyo wewe unafahamiana sana na mzazi. Pengine mzazi alikuona sehemu fulani akasema bwana sasa mimi nataka nifanye na wewe kazi. Issue ni kwamba harusi nyingi zenye kamati pengine wewe hujapata kadi. Kwa hiyo kupata kazi inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo changamoto ni kwamba harusi nyingi zinatoa MC kwenye kamati husika. Okay. Kwa hiyo changamoto ni kwamba issue kupata mwaliko kwenye kamati. Okay. Yes. Okay. Tukirudi sasa kati ya ushirika wa MC na DJ. Yes. Na mtu wa picha. Kuna ushirika gani hapa? Yani DJ, MC pamoja na kameramani hao watu ni wanashirikiana sana. Kwa sababu mimi siwezi kuanza kazi bila kumuuliza kameramani kama yupo tayari. Okay. Kwa sababu naweza nikawaleta wazazi kameramani kumbe hajawasha. Kuwaomba wazazi warudi tena ndio inaanza kukuharibia sasa hapo kwamba yule MC anaturudishaga. Umeona Kwa hiyo ushirikiano ni mkubwa. Kwa mfano kwa DJ mkishindwa kukope na MC basi ukiona kwenye shughuli anakuambia MC anamwambia DJ kwamba badilisha wimbo, unajua hiyo shughuli imeharibika. Kwa sababu moja lazima MC na DJ wa mechi kwamba nikipiga hii ujue nafuata hii. Kwa hiyo tunaenda kwenye huku. Asilimia kubwa za ukanda huu wa Njombe
watu wanapenda sana kucheza ya. Na waliofika pale sio wote vijana, sijui kama mnanielewa Yes. Kuna wazee, kuna wapenda dini, kuna vijana. Kwa hiyo unavyopiga lazima uangalie matabaka hayo kwamba naanzeje. Unamwambia DJ bwana tunaanza na wadini. Mnapiga wadini, tunakuja vijana, tunakuja wazee, tunakuja kale za kale. Kwa hiyo lazima uende kwenye style hiyo kwamba lazima kila mmoja aliyefika kwenye tukio ajue kwamba na mimi nimehusika kwenye namna hii. Okay. Na ndio maana zikipigwa nyimbo pale ndugu yangu huwezi kuona wote wamesimama. Lazima wengine wanakaa lazima ukimgusa sehemu ambayo wewe anaipenda unaona huyo anasimama. Kwa hiyo asilimia kubwa ya DJ na MC ni sehemu kubwa ambayo wanategemeana sana kwenye sherehe. Okay. Yes. Kati ya kufanya sherehe mchana kwa wewe upande kama MC. Yes. Mchana na usiku ipi na kwako huwa inakupa ujasiri mkubwa sana? Mimi inayonipa ujasiri mkubwa ni ya mchana. Mchana kwa sababu ya usiku unakutana na mwenyekiti anakuambia naomba tusile kesho. Sijui kama umeelewa. Mwenyekiti akisema tusile kesho anamaanisha tusile saa 6. Yani tusipitilize saa 6. Na wakati huo wamechelewa kuingia ukumbini. Sasa fikiria wameingia ukumbini labda saa 2. Sherehe na watu 1000 na. Sherehe na watu 1000 na. Kwa hiyo unasema lazima usiharibu kazi kwa sababu hizi kazi ndo zinazotupa kazi nyingine. Kwa hiyo ukifanya kazi nzuri ndo inakupatia kazi nyingine. Wewe unavyosema niboreshe kazi ikae vizuri, kumbe unachelewesha muda. Okay. Kwa hiyo pale mimi naamini mchana kwanza mchana ukitoka kanisani wanaenda kupiga picha wanarudi ukumbini. Okay. Kwa hiyo pale kuchelewa ni asilimia chache sana. Mimi kwa hiyo ya mchana mimi kwangu ni bora zaidi. Ni bora zaidi. Okay. Na tukirudi sasa kwenye upande labda wa chakula. Yes. MC kama MC unatakiwa wewe wa mwisho unatakiwa aje hapa? Kwenye chakula kwenye inategemeana lakini asilimia kubwa MC unaweza kawa wa kwanza kwa sababu ukiwa mwanzoni ukishakula wewe unaweza kuendelea kutoa utaratibu. Kwamba tukitoka hapa jamani wanaosafiri pengine magari mnapanda haya, lakini ukiwa ujala lazima utaacha chakula utaenda kula utaenda kunini kutangaza. Kwa hiyo asilimia kubwa mimi naonaga bora nile mwanzoni sana ile wanavyounga wazazi pamoja na ndugu na mimi naunga umwe kwa sababu saizi hawa viongozi wa kamati wametuboreshia sana. Kuna mafloor manager Okay. Mafloor manager wale wanahusika kwa asilimia kubwa sana kwa maana kuna kwenda kuwasimamisha watu kwamba wapange foleni kwenda hivi na hivi. Kwa hiyo mafloor manager wamerahisisha sisi kupata nafasi ya kupata chakula. Yes, nafikiri ya mwanzoni ni nzuri zaidi. Okay. Mfano sasa umepigiwa simu ya kazi. Ndio. Kijijini. Ndio. Au ni sehemu ambapo wewe upafahamu. Je, ukifika sehemu kwa mfano umepigiwa simu sasa hivi unaenda kijijini. Ndio. Ukifika kijijini kabla ya kuingia kwenye majukumu ya kazi, nini kama MC unatakiwa kuzingatia? Asili ya pale kwamba kwenye sherehe yote ukifika pale mimi nikiona tu hii najua hawa hawapendi kupelekeshwa. Kwamba ukiwapelekesha kwanza watakuona wewe sijui wapi. Kwa hiyo unasoma mazingira. Ukipigwa wimbo huu unaona wamechangamka. Ukipigwa huu unajua hawa dini sana. Kwa hiyo ukisoma mazingira nafikiri haikusumbui sana. Okay. Asilimia kubwa ni mazingira kwamba watu hawa wanapenda nini. Lakini ukiwa unapenda sana kujifunza pengine ukajifunza kwamba hivi hapa huwa inatumika nini. MC aliyokuja juzi yani watu sijui lakini alifanya vizuri. Tayari na kujengia wewe attention kwamba kama alifanya vizuri huyo na mimi nabidi nisipoe sasa. Okay. Kwa hiyo unafanya bora zaidi kuliko pengine yule aliyofanya. Okay. Tukiangazia kwa huku kwetu sasa Njombe na vitongoji vyake. Ndio. Ni burudani gani ambayo wewe binafsi unaona kabisa hii burudani yani isipopigwa yani watu hamuelewani
Asilimia kubwa ni saizi tunatembea na mabiti. Watu wanapenda wachezeshwe. Okay. Watu wanapenda sana wachezeshwe kwamba wewe MC sasa una hype kwamba unaenda nao wewe. Okay. Kwamba fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Yaani asilimia kubwa unajua saizi mtu anakuja kwenye sherehe pengine na mawazo. Pengine kuna mawazo mengi. Kwa hiyo ukifika kwenye sherehe akienda huko akicheza akirukaruka naona kumbe inawezekana kwa hiyo watu wanapenda sana kucheza. Mimi napenda sana kutumia mabiti. Okay. Mabiti mimi kwangu ukiniwekea biti cha kuongea kinapatikanaga hapo. Okay. Huwa unapata ujasiri gani kuwaimbisha vile watu? Nimeona baadhi ya status zako mara nyingi ukiwaambia watu twende huku hapo, twende huku hapo. Hii iwa na wewe unakuwa mstari wa mbele, yani ni mtu wa kwanza. Huwa unapata ujasiri gani kwamba sasa hivi nataka nitoke nao hapa mpaka mwisho wa ukumbi nirudi nao? Ndiyo. Na wewe unakuwa ni mtu wa kwanza. Sasa kwenye kulianzisha hapa asilimia kubwa kama nilivyokuambia watu wanapenda sana vibe. Kwa hiyo wakiwa kwenye burudani mle attention kubwa inajua tupo kwenye burudani. Kwa hiyo ukiwaambia bwana likipigwa biti kama nilivyosema mimi mabiti nategemea sana. Kwa hiyo likipigwa biti naambia bwana saizi sasa naomba mnisikilize mimi, si unazimwa. Kwa hiyo akili yote inakuwa kwa kunaambia bwana sasa hivi tunaanzia hapa, tunaenda hivi, tunarudi hivi, tunatokezea huku. Kwa hiyo likipigwa biti wewe unakuwa mstari wa mbele kwa sababu wanakufuata wewe. Okay. Kwa hiyo ukisema twende huku, urudi huku, asilimia kubwa ya wageni waliko kwenye sherehe kama nilivyokuambia wanapenda sana kucheza. Kwa hiyo wakienda hivi, wakirudi hivi, wakicheza unaona hii sherehe leo imetutendea haki. Kwa hiyo mimi naamini kupitia lile mtu anakuja mwenyewe ana attention ya kucheza kwamba leo lazima nikacheze. Inatupa wepesi sana sisi kwamba tukifika mle hata tukisema hivyo anatusikiliza sana. Yes. Ulishawahi kufanya kazi alafu kajikuta mwisho wa siku bwana harusi, bibi harusi wakakupongeza kupita maelezo? Na hiyo nimefanya juzi tu. Ile sherehe ilikuwa Iwafi. Niliifanya poa sana kwa sababu na mimi mwenyewe yani unajua ukifanya kazi unajua hii nimefanya. Ilikuwa Iwafi. Ile sherehe ndugu yangu maharusi walifika kama saa 10 na saa 12 inabidi watu waanze wao wamekula na wao wamesafiri. Sijui kama unanielewa hiyo na watu inabidi wacheze. Kwa hiyo kilichonisaidia maharusi kabla hawajafika watu walicheza sana. Yaani watu walicheza sana. Kwa hiyo walipofika maharusi tukaendelea na process ambazo maharusi ilibidi wazifanye. Okay. Kwa hiyo na mimi nikatenga muda kidogo wakacheza tena wakasema leo tumecheza tumekula kwa wakati. Maharusi wenyewe wakanishukuru kwa sababu hii umetutendea sana. Walikuwa mbele ya muda. Yaani wao walienda mbele ya muda lakini tukabalance tukatoka mle saa 12 watu wanapata chakula. Okay. Kwa hiyo asilimia kubwa kwenye sherehe MC anachoangalia moja umelitumia vipi jukwaa. Lakini 2 umekuleje na muda kwamba umetembeaje na muda. Kwa hiyo ukitembea na muda watu wamecheza na mimi ndio hao ambao wanaitwa MC bora sana. Ulishawahi kualikwa kwenye sherehe alafu kaenda ukajikuta suti uliogonga umegonga sawa na bwana harusi? Na ilikupa wakati gani kama iliwahi kutokea hiyo? Mimi bwana ni kweli nilienda kuna sehemu moja kuna ilikuwa harusi nikafika pale bwana harusi kapiga sare na mimi. Sasa na mimi ni unajua MC ukipiga sare maneno yasiwe kidogo yawe mengi sana. Okay. Kwamba bwana harusi kama alijua hivi hii harusi ina baraka, si mnaona tu hivyo ametisha watu vigelegele. Kwa hiyo inakupa wakati mgumu kwa sababu huwezi kusogea kwenye picha. Hawezi kumtambua bwana harusi ni Okay. Bwana harusi ni upi. Kwa hiyo ukimetisha lazima uwe pembeni sana. Okay. Kwa hiyo unavyotoa ratiba au taratibu unakuwa pembeni sana. Huwezi kuwa karibu sana. Okay. Tumeona kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi ma MC wengi mnatumia fursa hizo. Ndiyo. Kwa nini mmekimbilia kule? Asilimia kubwa
Asilimia kubwa kama nilivyokuambia, mimi UMC ni kipaji. Ni kipaji kwamba nilikigundua toka nipo shuleni. Lakini kuna mtu anaingia UMC kama kazi. Anaingia kama kazi. Kwa hiyo kuna jamaa wangu moja hivi akanambia, MC, mbona kama mnalipo hela nyingi sana? Nikamwambia kivipi? Akasema bwana wewe kama MC masaa matatu nalipa 300,000. Sio kama naelewa kila saa laki. Ikamuingia tamaa. Kesho na kesho kutwa nikaona naye yupo kwenye MC. Pia mazima mazima. Sasa bwana mimi ni MC, ukitaka na mimi. Kwa hiyo kuna asilimia kubwa watu wamejenga mazoea kwamba UMC ni kazi nyepesi sana, lakini asilimia kubwa UMC ni kazi ngumu sana, kwa sababu ukifika pale ukikosea, kwa sababu wote wanakusikiliza wewe. Ukikosea jambo moja, yani ukikosea tu ushakosea kote, watu wanajua amekosea. Amekosea. Kuna protocol kwamba wageni walikwa, wazazi wanavyoingia, kuna lugha za kuzitumia. Kwa hiyo mimi naamini wengi wamekuja huku kwa sababu wanajua pengine ni kazi rahisi afu ina hela nyingi sana. Tukirudi kwenye mitandao ya kijamii, kuna faida gani ambazo mnazipata kule? Tumeona ma-MC wengi baadhi ya klipu zao wanaziweka kule. Kwenye mitandao ya kijamii saizi asilimia kubwa wengi wanatumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ukisema usiposti, nitajiona mimi na ambao walikuwa ukumbini. Kwa hiyo atakaye niona kwenye mitandao ya kijamii, kuna sehemu unaenda huyu MC wewe umfahamu, lakini mtandao wa kijamii umekutambulisha kwamba nilimuona mtandaoni anafanya poa sana. Unajua saizi wengi wakiingia kwenye mtandao wana search tu MC. Wanakuja MC wengi. Kwa hiyo akiandika MC labda akitafuta location ni Njombe. Najua huyu MC ni wa Njombe. Kwa hiyo anaanza kuangalia kazi hivi na hivi. Unapata kazi kupitia mtandao. Kwa hiyo mitandao asilimia kubwa inatupa kazi, inatutambulisha, inaonyesha ubora wa kile ambacho tunacho. Kwa hiyo kuposti au kuwa na kwenye mitandao ya kijamii nafikiri ni bora zaidi, inatutambulisha nafikiri. Sherehe nyingi za huku kwetu nyanda za juu kusini, tunazungumzia hasa Njombe, mkoa wetu wa Njombe huu. Ma-MC wengi ubunifu umekuwa kama ni aina moja. Kwenye upande wa Simba na Yanga hapa, kila MC lazima tumie. Ni agizo kutoka kwenye chama cha ma-MC au mmekosa ubunifu mwingine namna ya uvunaji wa mapato? Mimi nafikiri kwenye upande wa umoja wa ma-MC hawakutumi ukafanye Simba na Yanga. Na ndio maana kuna yani ile Simba na Yanga au tano kwa harusi ile nini, ni vile MC atakavyowiwa kwamba mimi leo nichezeshe Simba na Yanga. Unaangalia dalili zilizopo kwamba hapa hata kwenye kuhype kule ukisema Simba na Yanga nani bingwa, kumbe unasoma upepo. Unasoma na Simba mwingine yako. Hii nikiweka Simba na Yanga inaenda. Kwa hiyo asilimia kubwa inategemeana na hadhara ulioikuta kwamba hao wanataka nini. Kuna sehemu nyingine unakausha tu Simba na Yanga uweke, lakini kwenye upande wa utafutaji wa mapato tunatambua anayekupatia kazi kuna hela zimetumika, japo haitapunguza kidogo. Ukisema bwana MC nimekutafutia 500,000, MC nimekutafutia 400,000, anajua ile suti niliyoshona hela ya MC aliyonitafutia imepunguza kiasi fulani. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu pengine wanaona huyu alimtafutia 500,000, wewe nimpe kazi. Sio kama unaona kwamba kwenye sherehe anakupatia kazi, hatoi maagizo yeye, lakini wewe unaona ngoja nimfanyie tu kwa kuboresha pengine kazi, pengine kesho na kesho kutwa nipate kazi. Kwa hiyo unaona niweke Simba na Yanga hivyo. Na ukifika ukumbini sasa, kuna sababu kubwa ya kumtafuta kameramani mkae muongee ili kuzipata zile klipu? Sahi kwamba kameramani lazima umtafute. Kwa mfano unafika pale unakutana na Asili Yetu TV kwamba bwana mimi hii sherehe nataka tuifanye iwe bora sana. Tunaifanyia iwe bora sana, lazima iruke mtandaoni, na wakuirusha mtandaoni sio MC. Ni nyinyi ambao mnatusaidia. Kwa mfano Asili Yetu TV umekuja kwenye tukio, umekuja kushuti, lazima mimi na wewe tuwe na mawasiliano kwamba bwana hapa tukitoka hapa tufanye hiki, tukifanya hivi tufanye hivi. Kuna sherehe moja nilienda mimi nakumbuka, nimefika
kwenye jukwaa, maana ilikuwa kijijini. Wazazi walivyoingia, unajua kijijini usipotumia nguvu kameramani hatapata chochote. Kwa sababu tunasema naomba niwakaribishe wazazi upande wa kiume. Wanakuja na wageni walikwa, wazazi wote kwa pamoja utakuta wapo mbele tayari. Wameshafika mbele. Huwezi kujua sasa mzazi ni yupi. Kwa hiyo ukimechi vizuri na kameramani, nafikiri inaenda sawa sana. Unaambia bwana, nyinyi mnao rekodi wengine tunaomba mtuachie nafasi kwani huyu MC na huyu kameramani analipwa ili tukio la mwenzetu lisiharibike. Naomba tukae pembeni, huyu aliyepewa kazi afanye kazi yake kama inavyotakiwa. Kwa hiyo kuna ubora mkubwa wa kazi. Una mechi MC, DJ pamoja na kameramani. Okay. Mfano sasa mimi nataka kukupa kazi. Ndio. Kazi labda leo tarehe ngapi? Tarehe 19. Ndio. Yes. Kazi yangu inatakiwa ifanyike tarehe 25. Ndio. Natakiwa kulipa advance kwa muda gani? Mimi unajua sisi hatuna ofisi za kazi kama Asili Yetu TV hapa si mna ofisi. Lakini MC hana ofisi. Kwa sisi nyanda za juu, yani asilimia kubwa hatuna ofisi ma MC. Ofisi ni simu. Sijui kama nielewa, ofisi zetu nini? Ni simu. Kwa hiyo unapopigiwa simu ndio ofisi hiyo. Kwa hiyo inaweza katokea sasa ugumu wa kupokea advance mapema. Na kama nilivyokuambia wateja wetu sisi ni wale wanajirudia. Inatokea ndugu yangu nanipa kazi kwamba bwana una kazi tarehe labda 30. Huna kazi? Naambia bwana sina kazi. Anakuambia bwana hii sherehe yangu haina kamati yote. Naomba unisaidie tufanye nini? Unifanyie kazi. Labda nina 100,000. Na sina kazi 100,000. Wacha niichukue. Sijui kama nielewa. Anambia bwana haina shida, nitaifanya 100,000. Hajakupa advance. Umekaa leo tarehe 19, tarehe 22 inaingia simu. Bwana nilikuona sehemu fulani upo safi sana. Unaweza kunifanyia kazi? Kuna kazi gani? Harusi. Na bwana mimi unaona hasa kwa sababu nilipokea kazi. Wacha nitaje bei pengine kubwa ili wa nini? Watafuta hata mwingine. Anakuambia unaambia bwana sawa nitakufanyia lakini kwa 500,000 pengine au 4. Anakuambia bwana kamati ina 350,000. Sijui kama mnaelewa? Anakuambia kamati na 350,000. Akishasema vile na wewe ulishaipokea kama sherehe ya mtu yenye thamani ya 100,000. Yenye thamani ya 100,000, gap ni 250,000 hapo. 100,000 na 250,000 250,000. Hasa kinachodokea kwa sababu ukuchukua advance. Lazima umrudie yule aliyekupa kazi. Lakini advance ukipokea advance na kufunga. Sijui kama unanielewa kwamba mimi nimepokea advance yako. Kwamba umenipa advance labda kwenye ile 100,000 tuliyokubaliana, umenipa 50,000. Mimi kaka sichomoki. Yaani hata ije kazi ya milioni nitaona mimi nafanyia lakini si toki advance na nifunga. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kupewa advance mapema ili kuepukana na vile ambavyo inaweza ikawa kwa sababu sisi ni binadamu na sisi ni vijana. Asilimia kubwa tunatafuta kupitia hizi kazi. Kwa hiyo inatokea kazi ya sehemu kubwa japo sio nzuri hii. Japo sio nzuri lakini ukiangalia kwamba maslahi kwamba kesho na kesho kutwa lazima nionekane nimefanya nini kupitia hii kazi. Kwa hiyo ikiwa advance umepewa mapema inakufunga. Kwa hiyo advance ni nzuri nafikiri. MC Mwenda, tumeona mara nyingi ni unakimbiza sana kwenye upande wa matukio kama haya ya masherehe mbalimbali ya harusi, send off na matukio mengine. Je, tunatarajia kuja kuwa na ofisi rasmi kwamba mteja anavotoka huko anakuja ofisini vitu kama hivyo? Mimi kwanza yani plani yangu iliyopo kichwani mwangu ni kwamba siku moja niwe na kameramani wangu, niwe na ofisi kwa sababu tunakoelekea mtu pengine hata ingia mtandao lakini kitakacho ni mjulisha mtu kwamba huyu ni MC kama hivi hapa ofisini kwamba hapa ni Asili Yetu TV kwamba hapa nikitaka picha nikitaka kushuti napata hapa. Kwa hiyo target yangu mimi ni kufungua siku ofisi. Hata isipokuwa ofisi ya kazi ya MC lakini wajue MC Mwenda tunampata sehemu fulani
kwamba naweza nikaanzisha ofisi ya kuuza mafuta labda ya kuuza mchele lakini pale itasomeka MC Mwenda, kwamba MC Mwenda ukitaka kumpata kamuone pale. Unajua kuna kazi nyingine unakosa uaminifu wa kupewa advance kwa sababu hawajui unakopatikana. Ilishawahi kukuta hiyo kwamba ofisi yako ni wapi, tukikupatia hela tutakukamatia wapi. Kwa hiyo ukiwa na ofisi nafikiri inaongeza sana thamani. Okay. Iliwahi kukukuta hii labda? Nyingi sana. Nyingi sana. Kwamba advance sio tatizo. Shida unashinda wapi? Wala tumeona maono yako ni mazuri. Na sisi tumefurahi kupiga story na wewe na imani tumejifunza vitu vingi, lakini pia hata wewe umeenjoy. Ndio. Mimi ni washukuru sana Asili Yetu TV. Kati ya watu ambao mimi nawaombea pengine mfike mbali ni Asili Yetu TV. Unajua kwa haraka watu hawawezi kujua sijui kama mnanielewa Yes. Lakini Asili Yetu TV mnaibua vitu vingi. Watu kama nilivyokuambia, watu wanafuatilia sana mitandao. Kwa hiyo Asili Yetu TV juzi kama nilivyokuambia nilimuona dogo ambaye amepostiwa na Asili Yetu TV, lakini bila nyinyi pengine nisingemuona. Kwa hiyo nyinyi mnafanya kazi kubwa sana ya kuibua vijana vipaji sehemu mbalimbali. Nafikiri ipo siku ipo siku mtaniita nabii kwamba Mwenda alisema na mnaibadilisha Njombe. Asilimia kubwa Njombe ilifika kumhoji mtu hata kwenye kamera hivi. Ilikuwa changamoto sana kwamba ataongea nini. Lakini sasa watu wanajiamini kupitia Asili Yetu TV kwamba naona kumbe linawezekana kumbe linawezekana. Kwa hiyo mimi ni wapongeze sana, pia ni washukuru sana. Mnafanya kazi nzuri sana. Yaani mnaibua vipaji, sanaa za watu, wasanii. Kwa mimi ni waombe wana Njombe. Si mimi tu ambaye pengine nikaenda kufaidika kupitia ile, lakini wengi wana Njombe. Hii TV inafika sehemu yoyote ile naamini. Okay, ubarikiwe sana. Turudi sasa kwa watu ambao wanahitaji sasa kufanya kazi na inawezekana sasa hivi wanakutazama kupitia kipindi hiki. Wengine walikuwa wanamsikia tu MC Mwenda Nyeupe. Wengine sasa ndo wanasema sasa MC Mwenda amefika mpaka kwenye TV. Inakuaje? Kwenye mitandao ya kijamii tukianza na Facebook, Instagram, TikTok na namba ya simu pia. Mimi kwenye upande wa Instagram natumia MC Mwenda DC. Lakini kwenye upande wa Facebook pia MC Mwenda DC. Ukienda kwenye TikTok natumia MC Mwenda 7. Hii 7 ina maana kubwa sana. Maana gani hii 7? Mimi 7 ndugu yangu, sijui nitoe kodi tu. Mimi 7 nimezaliwa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1997. Sio kama mnaniona Hongera sana. Kwa hiyo na 777. Kwa hiyo pale ukaona uweke icon kwamba ni 7. Hiyo kodi ni hatari. Kwa hiyo ninapenda sana namba 7 kwa sababu ndio hiyo namba ambayo imebeba historia kubwa sana ya maisha yako. Na namba za simu? Nambari za simu ukitaka kunipata mimi natumia namba moja tu ya Voda. Namba ya Voda ambayo ni 0769 865631 0769865631. Mimi bwana sina la ziada. Kiukweli nimeenjoy. Umenipa madini mengi. Nitajaribu siku moja na mimi kuwa MC. Ila angalia nisije nikachanganya mafaili. Baada ya kumleta bwana harusi nikachanganya mafaili huku nikavuruga, hata sio MC anasema Kwa tumepigwa hii. Na asilimia kubwa ndugu yangu kwenye sherehe wanaweza kuwepo MC hata 6. Kwenye sherehe moja unayofanya MC 6. Yule anapoangalia ni wewe ulipokosea. Sio unapofanya bora. Unapofanya bora wewe nendaga tu. Lakini ukikosea namponya wewe. Kazi ngumu. Kwa hiyo bana, shukrani sana. Karibu sana kwa wakati mwingine. Asante sana. Asili Yetu TV ni nyumbani bwana. Tumeenjoy sana. Na kushukuru sana ndugu yangu, barikiwe sana. Mungu awabarikini sana Asili Yetu TV. Mimi nawaombea sana. Amina, barikiwe sana. Amina sana. Imeisha hiyo.